Hii ni hadithi inaonyesha haki ya Allah tabaraka wa taala ambayo ni tauhidi, kuhakikisha kuimarisha tauhidi katika nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo lilikuwa ni jambo la tatu. Rabi'an, jambo la nne, wa annahu sababun lidukhuli aljannati wan najati minan nari, kwamba katika umuhimu na fadhila za tauhidi ni kwamba tauhidi ni sababu ya kuingia peponi. Wa annahu sababun lidukhuli aljanna, ni kwamba tauhidi ndiyo sababu kuu ya kuingia peponi. Wan najati minan nari, na kuokoka na kusalimika kutokana na moto wa jahannam. Wa na'udhu billahi min dhalik. Faman mata ala tauhidi, Muislamu atakayekufa katika tauhidi, atakayekufa hali ya kuwa ameshikamana na tauhidi, hali ya kuwa ni mwenye kujipamba na tauhidi, mwenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala wahdahu la sharika lah, peke yake bila kumshirikisha na chochote, dakhala aljanna, mtu huyo ataingia peponi. Wa man kana akhiru kalamihi, na mtu ambaye itakuwa maneno yake ya mwisho, na mtu ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa Allah, dakhala aljannata, ataingia peponi. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, dakhala aljanna. Na mtu ambaye yatakuwa maneno yake ya mwisho kwa maana wakati anakata roho, yupo katika sakaratul mauti, katika uchungu wa mauti, ikawa maneno yake ya mwisho ya kutamka, yani maneno yake ya mwisho aliyoyatamka ni la ilaha illa Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema dakhala aljanna, mtu huyo ataingia peponi. Fahadha yadullu ala fadli at-tauhid, hii inajulisha fadhila na umuhimu wa tauhidi, kwa sababu la ilaha illa Allah ndio tauhidi yenyewe, kalimatu tauhid. La ilaha illa Allah, hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah pekee, na hii ndio tauhidi. Wayadullu ala dhalika qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na inajulisha hilo kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo rawahu Abu Dauda wal Hakim, ameipokea Imam Abu Daud katika sunani yake, kadhalika al-Imam al-Hakim min hadithi Muadh ibn Jabal, katika hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, dakhala aljanna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yule ambaye yatakuwa maneno yake ya mwisho ni la ilaha illa Allah, dakhala aljanna, mtu huyo ataingia peponi. Kwa maana hii ni alama ya husnul khatima, ni alama ya kwamba mtu huyo ana mwisho mwema, ana mwisho uliokuwa mzuri. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mafundisho, mtu anapokuwa katika wakati wa sakaratul maut, wakati wa ihtidar, inatakiwa mtu huyo aweze kuamrishwa wale ndugu wanaomuuguza, kama takuwa ni mgonjwa yupo katika hali mahututi, inatakiwa ndugu hao wao ni wenye kumwamrisha mgonjwa huyo aweze kusema la ilaha illa Allah. Watu wamwamrishe, qul la ilaha illa Allah, unamwambia sema la ilaha illa Allah, ili neno hili ndio liwe la mwisho. Lakini haliwezi kuwa la mwisho katika maneno yake isipokuwa atake Allah tabaraka wa taala, isipokuwa kwa taufiki ya Allah subhanahu wa taala. Tayib, kwa hivyo hii inaonyesha ya kwamba tauhidi ni sababu ya kuingia peponi, ni sababu ya kuingia peponi. Na hapa pia ulama wanasema hata kama mtu
ataingia motoni iwapo Allah tabaraka wa taala atataka kumwadhibu kwa kumuingiza motoni kwa madhambi mengine aliyoyafanya, lakini madhambi yasiyokuwa shirki, madhambi yasiyokuwa shirki ambayo ni makubwa, ambayo mwenye kuyafanya madhambi hayo anakuwa tahta almashia. Kwa iwapo mtu huyo atakufa akiwa amefanya madhambi mengine yasiyokuwa ushirikina, iwapo Allah tabaraka wa taala atataka kumwadhibu akamuingiza motoni, basi ataingia humo kwa kadiri ya madhambi yake na kwa muda ujuao Allah tabaraka wa taala, kisha atatolewa, ataingizwa peponi bisababi tauhid, kwa sababu ya tauhidi aliyokuwa nayo, kwa sababu ya tauhidi aliyokuwa nayo, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake. Hili lilikuwa ni jambo la 4 katika mambo yanaonesha umuhimu wa tauhidi. Khamisan, jambo la 5, tunakwenda haraka kwa sababu ya time. Jambo la 5, wa annahu sababun li salahi alqulubi wal a'mali, ni kwamba tauhidi ni sababu ya kutengamaa nyoyo. Katika mambo yanaonesha umuhimu wa tauhidi na fadhila zake katika maisha yetu ya kila siku ni kwamba tauhidi ni sababu, yani ndio sababu kuu li salahi alqulubi, ya kutengamaa kwa nyoyo, wal a'mali, na matendo. At-tauhidu sababu li salahi alqulubi, tauhidi ndio sababu ya kutengamaa kwa nyoyo zetu. Wa huwa shartu qabuli al-a'mali, kadhalika tauhidi ndio sharti ya kukubaliwa matendo. Tauhidi ndio sharti la kukubaliwa pia matendo. Matendo yako hayawezi kukubaliwa kwa Allah tabaraka wa taala illa bitauhidi, isipokuwa yafanyike hayo matendo kwa ikhlas, kwa kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, kama tulivyoona katika aya iliyotangulia aliposema Allah tabaraka wa taala, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Aya hii inaonyesha kwamba tauhidi ni sharti ya kukubaliwa matendo, na kwamba shirki ndio sababu kuu ya kuharibika matendo yetu. Kadhalika kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, qul, sema ewe mtume kuambia watu, innama ana basharun mithlukum, hakika si vinginevyo mimi ni mwanadamu mfano wenu, mimi ni mtu kama nyinyi. Yuha ilayya, napewa wahi, nafunuliwa wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hii ndio tofauti yangu mimi na nyinyi, lakini mimi ni mwanadamu kama nyinyi. Sema tofauti yangu mimi na nyinyi, napewa wahi na Allah tabaraka wa taala, nimetumwa na Allah tabaraka wa taala. Annama ilahukum ilahun wahid, ya kwamba Mola wenu ni Mola mmoja pekee, ndiye anayepaswa kuabudiwa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, basi yoyote anayetarajia kukutana na Mola wake akiwa amesalimika, basi yoyote anayetarajia kukutana na Mola wake akiwa amesalimika moyo wake, falyamal amalan saliha, basi afanye matendo mema. Falyamal amalan saliha, basi afanye matendo yaliyokuwa mema. Wala yushriku biibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe katika ibada za Mola wake na yoyote, na wala asimshirikishe Mola wake katika ibada zake na yoyote. Mwenye kutaraji kukutana na Allah tabaraka wa taala ili hali amesalimika, akiwa hana hofu, moyo wake una amani, basi atende matendo mema yanayomridhisha Mola wake. Kadhalika
asimshirikishe Mola wake na chochote katika ibada zake. Hii ni suratul Kahfi, aya ya mwisho kabisa, aya ya 110. Kwa hili ni jambo la 5 katika mambo yanayoonyesha umuhimu wa tauhidi na fadhila zake, ni kwamba tauhidi ni sababu ya kutengamaa nyoyo. Moyo unapokuwa umejawa na tauhidi unasimama imara, na unakuwa moyo huo umenufaika na utaishi kwa amani na utulivu kama tutakavyoona hapa mbele. Lakini pia moyo huo utakuwa na nguvu ya kusimamisha ibada nyinginezo kama tulivyotangulia kueleza hapo nyuma, kwamba mtu akishikamana na tauhidi, moyo wake ukatengamaa kwa tauhidi, basi hiyo inakuwa ndio sababu kubwa ya yeye kuwezeshwa na Allah tabaraka wa taala kusimamisha na kuimarisha ibada nyinginezo. Kwa ukimwona mtu anazembea katika ibada zingine, hebu kwanza mchunguze katika tauhidi yake. Utakuta kwamba mtu huyo anayumba katika tauhidi, yani moyo wake haujaimarika kwa tauhidi, anamwabudu Allah tabaraka wa taala, lakini utakuta mtu huyo wakati mwingine yuamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Sasa mtu kama huyu anayeishi maisha haya lazima atayumba katika mambo yake, bali atayumba katika ibada, hatakuwa ni mwenye kuzitekeleza ibada ipasavyo iwapo hatakuwa ni mwenye kuimarisha tauhidi katika moyo wake inavyotakiwa. Kwa hivyo ili nyoyo ziweze kutengamaa, inatakikana watu kuisoma tauhidi, kadhalika na kujipamba na tauhidi na kumuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe na azithibitishe nyoyo zetu katika tauhidi, ili siku ya kiyama tukutane na Allah tabaraka wa taala tukiwa tuna amani na nyoyo zetu zimesalimika, kama Allah tabaraka wa taala alivyosema, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku ya kiyama ni siku ambayo haitawanufaisha wanadamu mali wala watoto, havitawafaa wanadamu. Mwanadamu mali yake haitomfaa, haitomsaidia siku ya kiyama, wala watoto wake hawatomfaa na kumsaidia siku ya kiyama kwa chochote, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa atakayesalimika mbele ya Allah siku hiyo ni yule atakayekuja kwa Allah, ni yule atakayemjia Allah, ni yule atakayefika kwa Allah tabaraka wa taala biqalbin salim, akiwa na moyo uliosalimika. Moyo umesalimika kutokamana na nini? Salima minashirki, moyo uliosalimika kutokamana na shirki wal bid'ati, kadhalika moyo uliosalimika kutokana na kila aina za uzushi, kutokana na kila aina za bid'a. Tayib, jambo la 6, wa annahu masdaru kulli khairi. Jambo la 6 katika mambo yenye kuonesha ahamiyatu tauhidi, anna tauhida masdaru kulli khairi, ni kwamba tauhidi ndio chanzo cha kila khairi. Tauhidi ndio chanzo cha kila khairi, yani kila khairi unayojua wewe na usiyoijua, basi asili yake, masdari yake, chanzo chake, asili yake, khairi hiyo inatokana na tauhidi. Khairi hiyo inatokana na tauhidi. Fa kullu khairin fi dunya wal akhirah, basi kila khairi inayopatikana hapa duniani kadhalika na huko akhera, huwa min thamarati tauhidi, khairi hizo ni katika matunda ya tauhidi. Khairi zote hapa duniani kadhalika na huko akhera, khairi hizo min thamarati at-tauhid, ni katika matunda ya tauhidi. Wa kullu sharrin fi dunya wal akhirati huwa min thamarati ash-shirki, na kila shari, wa kullu sharri, na kila shari
yani kila shari inayotokea katika haya maisha ya dunia wal akhirati, na huko akhira, huwa min thamarati shirki, basi shari hiyo ni matunda ya ushirikina. Kheri yoyote unayoiona hapa duniani unayoijua, kadhalika na kheri zote zitakazopatikana huko akhira, basi hayo ni matunda ya tauhidi. Watu watapata kheri siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Watu watapata kusalimika na adhabu za Allah tabaraka wa taala huko akhira kwa sababu ya tauhidi. Min thamarati ish at-tauhidi. Kadhalika watu watakutana na shari siku ya kiyama, sababu yake kuu ni ushirikina, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa shari zinazowakuta watu, unakuta sababu kuu inayosababisha shari hizo asili yake ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, naona muda. Jambo la saba jambo la saba kabla ya jambo la mwisho. Tutaishia na mambo manane kwa leo insha Allah taala, lakini mambo yako mengi yanayoonyesha umuhimu wa tauhidi. Nukta ziko nyingi za kuelezea zenye kuonesha ahamiyatu at-tauhidi, umuhimu wa tauhidi, lakini tutatosheka na haya machache ambayo tunayoyataja, na tumuombe Allah tabarak wa taala atujalie tuwe ni wenye kushikamana nayo. Wa anna Allah tabarak wa taala yaghfiru bihi dhunuba mahma balagat kathratuha ma lam yakun shirka. Katika faida ya tauhidi na umuhimu wake ni kwamba Allah tabaraka wa taala, anna Allah taala yaghfiru bihi dhunuba, anafuta kwa tauhidi madhambi, anafuta kupitia tauhidi madhambi yote, mahma balaghat kathratuha, kwa namna yoyote yatakavyokuwa yamefikia kiwango madhambi hayo kwa ukubwa wake. Yani hata kama madhambi hayo yatakuwa ni mengi kiasi gani, malam yakun shirka, kwa muda ambao madhambi hayo hakuna ushirikina ndani yake, kwa muda ambao ndani ya madhambi hayo hakuna shirki, Allah tabaraka wa taala yaghfiruha, anayafuta madhambi hayo bisababi tauhidi, kwa sababu ya tauhidi. Hii inaonesha umuhimu wa tauhidi, ni kwamba Allah tabarak wa taala anafuta madhambi kwa kupitia tauhidi kwa namna yoyote yatakavyokuwa mengi kiasi gani, kwa namna yoyote yatakavyokuwa mengi kiasi gani hayo madhambi Allah tabarak wa taala anayafuta na kuyasamehe. Ma lam yakun shirka, zingatia hilo, kwa muda ambao madhambi hayo hakuna ushirikina. Ama ushirikina, Allah tabaraka wa taala hafuti na hasamehe dhambi la kumshirikisha yeye na chochote katika ibada zake. Allah tabaraka wa taala hafuti madhambi ya ushirikina, na hii inaonesha madhara ya shirki. Liman mata ala shirki qabla tauba, kwa yule atakayekufa akiwa ni mshirikina kabla hajatubia, mtu huyo hatopata msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Ama mtu akifanya madhambi mengine makubwa kadhalika na madogo madogo, madhambi yakawa ni mengi sana kiasi kikubwa, kama tutakavyoona hapa hadithi inazungumzia, hata kama yani madhambi yaliyojaa ardhi, yani mtu kafanya madhambi mengi akajaza ardhi, yani ardhi yote kaijaza madhambi, lakini mtu huyo akawa katika madhambi hayo hajafanya shirki,
akabaki kuwa ni mwenye kumpwekesha Allah, akawa ameshikamana na tauhidi, ila akawa akafanya madhambi mengine mpaka ikafikia hatua akajaza ardhi. Ndio ujue ni kiasi gani kwamba mtu anafanya madhambi mpaka akajaza ardhi au akakaribia kuijaza ardhi madhambi. Sikiliza hadithi hii ili uone umuhimu wa tauhidi. Hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mjumbe wa Allah yaqulu, akisema fima yarwihi an rabbih, akielezea maneno anayoyapokea kutoka kwa Mola wake. Fima yarwihi an rabbih, maneno anayoyapokea kutoka kwa Mola wake, ambayo hii inaitwa hadithun qudusiyun, kuwa ni hadithul qudusi. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala Allahu, amesema Allah mtukufu, yabna adama, ewe mwanadamu, innaka, hakika wewe mja wangu, fahamu ya kwamba lau ataitani biqurabil ardi khataya, lau utanijia mimi Mola wako biqurabil ardi khataya, ukiwa umejaza ardhi madhambi, ukiwa umeijaza ardhi kwa madhambi, au umekaribia kuijaza ardhi kwa madhambi. Allah tabarak wa taala anasema katika hii hadithul qudusi kwamba ewe mwanadamu, fahamu mja wangu ya kwamba lau utanijia mimi Mola wako ukiwa umefanya madhambi yaliyokuwa mengi yaliyojaa ardhi, au umekaribia kuijaza ardhi, kama alivyosema Imam Ibn Rajab rahimahullah katika kuelezea hadithi hii, biqurabil ardi, anakusudia kujaa kwa ardhi madhambi, yani madhambi yaliyojaa ardhi au yaliyokaribia kujaa ardhi. Lau utanijia ukiwa katika hali hiyo, umefanya madhambi yaliyokuwa mengi, thumma laqitani, kisha ukakutana na mimi Mola wako, la tushriku bi shay'a, hujanishirikisha mimi na chochote. Kisha ukakutana na mimi Mola wako, la tushriku bi shay'a, hujanishirikisha mimi na chochote katika ibada zangu, pamoja na madhambi uliyoyafanya yalivyokuwa mengi, lakini ukawa hujafanya shirki, hujanishirikisha katika ibada zangu, la ataituka biqurabiha maghfiratan, fahamu ya kwamba nami nitakujia wewe mja wangu kwa ardhi iliyojaa msamaha, kwa ardhi iliyojaa msamaha au iliyokaribia kujaa msamaha. Hii inaonesha namna Allah tabaraka wa taala anavyoyasamehe madhambi mengine yote yasiyokuwa ushirikina. Hata kama yatakuwa ni mengi kiasi gani, basi Allah tabaraka wa taala atakuwa ni mwenye kuyafuta na kumsamehe mja wake, madam hakumshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake. Hii inaonesha ya kwamba mtu hata kama atakuwa amefanya madhambi gani, sawa sawa ni kabairi dhunub, ni madhambi yaliyokuwa makubwa na au madhambi yaliyokuwa madogo, akawa amefanya madhambi mengi lakini akawa hajamshirikisha Allah tabaraka wa taala na chochote katika ibada zake, mtu huyo Allah tabaraka wa taala atakuwa ni mwenye kumfutia madhambi yake. Lakini pia katika hadithi hii maulama wanasema ma'al mashi'a, ma'al mashi'a, lakini pamoja na utashi wa Allah tabaraka wa taala. Inshaa adhabahu, Allah tabaraka wa taala akitaka atamuadhibu mja huyo ambaye amekutana na Mola wake ili hali amejaza ardhi madhambi, lakini madhambi hayo hakuna ndani yake ushirikina. Allah tabaraka wa taala akitaka atamuadhibu, wa inshaa afa anhu, lakini pia Allah akitaka atamsamehe, lakini pia Allah akitaka atamsamehe. Kwa hata kama atakuwa amefanya madhambi amejaza ardhi, Allah akitaka amsamehe atamsamehe, atamfutia mja huyo madhambi yake, madam madhambi hayo
hakuna ndani yake kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hii inaonesha ahamiyatu at-tauhid, umuhimu wa tauhidi, na kwamba Allah tabaraka wa taala anafuta madhambi kupitia tauhidi, hata kama madhambi hayo yatakuwa mengi kiasi gani. Hadithi hii ameitoa al-Imamu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani, na ameisahihisha al-Imamu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tayib, kwa hadithi hii kama nilivyoelezea inaonesha anna ashab al-kabairi, kwamba watu wenye kufanya madhambi makubwa, alladhina matu alaiha, wenye kufa katika madhambi hayo, min ghairi taubatin, kabla ya kutubia, annahum tahta mashiati llah, ni kwamba watu hao wanakuwa katika yani chini ya utashi wa Allah tabaraka wa taala. In shaa adhabahum wa in shaa afa anhum, Allah kitaka atawadhibu na akitaka atawasamehe. Wa in adhabahum bidhunubihim, na iwapo Allah atawaadhibu kwa madhambi yao, lan yukhalladu fi nnari, hawatobakishwa motoni milele. Hadhihi hi aqidatu salaf, aqidatu ahli sunnati wal jamaa. Hii ndio itikadi ahli sunnati wal jamaa min as-sahabati wat-tabi'in wa atba'i at-tabi'in wa man jaa ba'dahum min a'immati al-huda. Huo ndio msimamo wao, na hii ndio itikadi iliyokuwa sahihi, itikadi iliyokuwa sahihi katika jambo hili la murtakibu al-kabira, watu wenye kufanya madhambi makubwa, ni kwamba wanakuwa tahta al-mashia. Allah tabaraka wa taala akitaka tawadhibu na akitaka atawasamehe. Hata kama atawadhibu, hatowabakisha motoni milele, atawadhibu kwa kadiri ya madhambi yao, kisha Allah tabaraka wa taala atawatoa katika adhabu hiyo. Hii ndio itikadi iliyokuwa sahihi ya ahlus sunnati wal jamaa, tofauti na itikadi ya watu waliopotea, tofauti na itikadi ya baadhi ya mapote ambao wanaamini ya kwamba murtakibul kabira mukhalladun fi an-nar, kwamba mwenye kufanya madhambi makubwa mukhalladun fi an-nari, atabakishwa motoni milele, kama ilivyo itikadi ya makhawarij kwamba murtakibul kabira, mwenye kufanya dhambi kubwa, fahuwa kafirun, mtu huyo anakuwa ni kafiri. Wa idha mata, na atakapokufa, huwa mukhalladun fi an-nar, mtu huyo atabakishwa motoni milele bila kutoka, atabaki motoni bila kutoka. Hii ni itikadi ya makhawarij na wenye kupita mapito yao, na itikadi hii si sawa, kwamba mtu ukizini fa anta kafir, ukiiba anta kafir, ukisema uongo anta kafir, na mengineyo, kumkufurisha sahibul kabira, mwenye kufanya dhambi kubwa. Hii ni itikadi ya makhawarij na sio itikadi ya sawa. Itikadi ahli sunnati wal jamaa ni kwamba murtakibul kabira, mwenye kufanya dhambi kubwa, mwenye kufanya madhambi makubwa, wanasema ahli sunnati wal jamaa huwa fasiqun bikabiratihi, ni mtu muovu kwa sababu ya madhambi yake anayoyafanya yaliyokuwa makubwa, yanamfanya awe ni fasik hapa duniani. Fahuwa fasiqun bikabiratihi, anakuwa ni fasik kwa dhambi kubwa alilolifanya, au kwa madhambi makubwa anayoyafanya. Wa mu'minun biimanihi, na anakuwa ni mu'min kwa imani yake, kwa sababu madhambi haya makubwa ambayo ni kinyume na ushirikina hayawezi kuondosha ile asili ya imani alionayo. Dhambi kubwa lenye kuondosha asili ya imani ni shirki peke yake, ni shirki peke yake na uchawi. Kwa sababu nikisema shirki na uchawi unaingia, lakini nimeamua ni utaje ili watu wafahamu, ili wachawi waache uchawi na wafahamu ya kwamba uchawi pia ni dhambi ambalo linaondosha asili ya imani, kwa sababu uchawi ni kufuru. Uchawi ni kufuru. Ama madhambi mengine yote hayaondoshi asili ya imani, yanamshusha mtu imani yake.
na yanamfanya abaki kuwa ni fasik, ni mtu muovu, lakini pia anabaki kuwa na imani yake, ile kalimatu tauhid bado anayo, na siku ya kiyama fahuwa tahta mashiati llahi tabaraka wa taala. Hii ndio itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, in shaa adhabahu wa in shaa afa anhu. Tayib, nadhani muda si rafiki. Jambo la mwisho namalizia, wa annahu sababul amni wal ihtidai, ni kwamba tauhidi ni sababu ya kupata amani na utulivu. Wa annahu sababul amni wal ihtidai fi dunya wal akhirah, ni kwamba tauhidi ndio sababu kuu ya kupata amani na utulivu hapa duniani na huko akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Liqaulihi taala, kwa kauli ya Allah mtukufu asema, alladhina amanu, wale walioamini imani ya kweli, walam yalbisu imanahum bidhulmin, wakawa hawakuchanganya imani yao kwa dhulma, yani kwa shirki, wakawa hawakuchanganya imani yao na dhulma. Dhulma iliyokusudiwa hapa ni shirki, wakawa hawakumshirikisha Allah tabaraka wa taala, bali walibaki katika imani yao ya kweli, wakawa ni wenye kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake. Ulaika lahumul amnu, hao ndiyo wenye amani, wahum muhtadun, nao ndiyo walioongoka katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Imamu Saadi rahimahullahu taala anasema hao ndio walioongoka hapa duniani, kadhalika na kesho akhira, kwa kuwa na amani katika nyoyo zao. Nyoyo zao zinakuwa hazina hofu kwa sababu ya kujawa na tauhidi. Kadhalika huko akhira watakuwa na amani mbele ya Allah tabaraka wa taala, hawatakuwa na hofu mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya tauhidi waliokuwepo nayo, kwa sababu ya imani yao waliomwamini Allah tabaraka wa taala na imani waliokufa nayo. Na hiyo itakuwa ni sababu watu hao kuongoka hapa duniani kwa kupita njia ya sawa, njia iliyonyoka, njia ya Allah tabaraka wa taala, lakini kesho akhira watakuwa ni wenye kuongoka katika njia ya Allah tabaraka wa taala ya kuelekea katika maisha ya milele, kuelekea katika pepo za Allah tabaraka wa taala. Hao ndio watu walioongoka kwa kufuata mwongozo wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo kama nilivyosema yanayoonyesha umuhimu wa tauhidi. Ni kwamba tauhidi ina utukufu na ina ubora na umuhimu uliokuwa mkubwa katika maisha yetu ya kila siku. Haya ni machache, tujitahidi sana kuyazingatia na kuyafanyia kazi, lakini pia tuwafikishie na wengine, tuwafundishe watu tauhidi. Baada ya kuwa sisi wenyewe nyoyo zetu zimeimarika kwa tauhidi, basi tuwafundishe watu wengine. Kwanza familia zetu, tuhakikishe majumba yetu yameimarika kwa tauhidi, kisha baada ya hapo tutoke nje tuwaangalie wengine waislamu kuweza kuwalingania katika tauhidi ili tupate saada fi dunya wal akhirah. Nasallallahu tabaraka wa taala an yaj'alana min ibadihi as-salihin min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Leo tutabakia hapa insha Allah taala.